mmebatizwa katika Kristo Yesu, mmemvaa nani? Yesu Kristo. Wagalatia ngapi? 3:27. Maana yake unapokubali kubatizwa kwa jina la Yesu, unakuwa wa nani? Wa Yesu. Wakati tunachambua aina za ubatizo, nikwambia aina ya kwanza unaitwa ubatizo wa Musa. Unakumbuka? Nikwambia Biblia inasema walibatizwa wakawa wa Musa, Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Tunajua kusoma andiko wote. Wote waliobatizwa wakawa wa Musa. Ukibatizwa kwa jina la Kristo unakuwa wa Kristo. Ukibatizwa kwa miungu unakuwa mali ya miungu. Na ndio maana watu baada ya kubatizwa, baada ya kutoka na nguvu za Roho Mtakatifu, wanatoka na nguvu za miungu. Wanatoka wamevamiwa. Kwa nini? Kwa sababu hawakubatizwa inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikwambia aina ya pili ya ubatizo ni nini? Ubatizo wa Yohana wa toba ule. Aina ya tatu ubatizo wa Yesu. Aina ya 4 wa moto. Aina ya 5 ubatizo wa Roho Mtakatifu. Aina ya 6 ubatizo wa msalaba ambao ni wa Kristo. Aina ya 7 ubatizo wa maji mengi. Haleluya. Kwa hiyo sisi tunakwenda kubatizwa ubatizo gani? Ubatizo wa maji mengi. Unaambatana na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kuna watu wanakwenda kujaa Roho Mtakatifu leo katika jina la Yesu. Watu wanakwenda kupokea nguvu mpya. Haleluya. Ubatizo wa moto ni kadri unavyoendelea kutembea ndani ya wokovu. Yako mambo ambayo Roho Mtakatifu ataachilia, unaendelea kupita ili kunolewa, ili uendelee kuwa jasiri na ngangari katika imani. Haleluya. Kwa hiyo kuna mapito ambayo unapita kwa ajili ya kubatizwa ili uweze kuwa mtu jasiri na mtu hodari, asiweza kuyumbishwa na mtu yeyote au na kitu chochote. Ndio maana Paulo sema ni nani atakayenitenga na upendo wa Kristo? Kwa nini? Ni mtu aliyekuwa amebatizwa kwa batizo hizo wa moto na ubatizo wa Roho Mtakatifu na ubatizo wa maji mengi. Na nikwambia kanisa la leo tunabatizwa batizo 3. Ubatizo wa kwanza ni ubatizo wa Roho Mtakatifu ambaye anabatiza nani? Acheni kushangaa kule. Mnashangaa kule jamani? Au tuailisha ubatizo? Mbona mnashangaa hadi kama? Bwana Yesu asifiwe sana. Hao wavuvi wako kazini, tafadhali msiwashangae. Kwani nikwambia ubatizo wa Yesu, ubatizo wa Roho Mtakatifu anayeweza kubatiza ni nani? Yesu. Ubatizo wa moto anayebatiza ni nani? Yesu. Ubatizo wa maji mengi anayebatiza nani? Nikwambia hivi, anayebatiza ubatizo wa Roho Mtakatifu sio mwanadamu, ni Yesu mwenyewe. Anayebatiza ubatizo wa Roho Mtakatifu au wa moto ni nani? Yohana anasema ajaye nyuma yangu anaweza kuliko mimi, atawabatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Mchungaji au mtumishi ndani ya kanisa lako hana uwezo wa kukubatiza kwa Roho Mtakatifu au kwa nini? Kwa moto. Ila ana uwezo wa kukuombea Roho Mtakatifu kapokea. Lakini anaweza kukuombea mtoaji roho akatoa au akaacha. Inategemeana. Kwa hiyo hana uwezo wa mamlaka kusema sasa nakubatiza leo kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana shangaa mtu anakuambia wanagawaga pokea Roho Mtakatifu, wanagawa. Pokea roho agawiwi hivyo. Roho anagawiwa kwa kusikiliza na kufuata neno lake. Hii ni ahadi kwa watu wote. Maana unapokubali kufuata neno, Roho Mtakatifu unampata. Wala unaja kusema pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Hatupokei kama mandazi. Tunatimiza agizo, unapokea Roho Mtakatifu. Kwa ubatizo ambao ninaruhusiwa leo kukubatiza ni ubatizo wa maji mengi. Na nitakapokubatiza ubatizo wa maji mengi, nitakuombea nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu afurike kwenye maisha yako. Uwe na uwezo wa kushinda dhambi, uwe na uwezo wa kushinda vishawishi na majaribu, uwe na uwezo wa kutembea katika dunia hii iliyoasi, dunia hii yenye makando kando na matope ya kila dhambi. Uwe na uwezo wa kushinda kama kina Yusufu. Waliosema nifanyaje ubaya mkubwa namna hii nimkose Mungu. Uwe na uwezo kama kina Ayubu. Waliweza kusema naliweka agano na macho yangu, nawezaje kumtazama msichana? Ni watu ambao waliweka agano kwamba siwezi nikafanya uzinzi. Kwa nini? Walikuwa jasiri katika Bwana. Uwe na uwezo wa kustahimili kama kina Shadraka, Meshaki, kina Abednego, kama kina Danieli waliosema ya kwamba siwezi nikajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Maana walikuwa tayari kuasirika kupata mabaya ili hali wasimkose nani? Mungu. Yaani uwe na uwezo wa kutembea katika kizazi hiki kilichopotoka bila kumtenda Mungu dhambi. Pasipo Roho Mtakatifu hautaweza. Pasipo hiyo nguvu hautaweza. Na ndio maana leo tunapotimiza hii, tunahakikisha tunakuombea na Mungu ni mwaminifu, atakupa badiliko la ajabu, utapokea nguvu ya mabadiliko. Ambayo hiyo itakupelekea kuwa jasiri wa imani, mwenye uwezo wa kutembea bila kuogopa chochote katika dunia iliyojaa dhambi. Haleluya.
Hicho ndio ninachokiomba, na mtu yote anayebatizwa ni maombi yetu kwamba apokee badiliko zuri ambayo itamwezesha kuweza kuvuka na kushinda majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuanzia leo, mlio tayari kubatizwa kwa jina la Yesu, mikono. Mmekubali kwa hiari yenu kubatizwa kwa jina la nani? La Yesu Kristo, kwa hiari yenu. Haleluya. Maandiko yanasema amini na kubatizwa fanya nini? Kwa hiyo process ya kuokoka inaanza na kuamini na kubatizwa, alafu nafanya nini? Unaokoka. Bwana asifiwe sana. Na hilo ni agizo. Kama kuna mtu ana swali aulize kabla tujaingia zoezi la kuingia kwenye maji. Kama kuna mtu ana swali uliza.